teknolojia imetubadilisha. Ni nzuri lakini imetubadilisha walio wengi. Hatuna tena uwezo wa kuvumilia. Yeah. Kwa sababu kila kitu unachokitaka unapata instantly. Dakika hiyo hiyo. Sasa mentality wise unabadilika. Yaani ukiwa unataka maji unapata hapo hapo, unabonyeza tu kinakuja. Unabadilisha mentality yako. Utapoteza kitu cha kwanza cha kupotea ni uvumilivu. Watu wengi hawana uvumilivu. Na mahusiano, kitu kinachofanya watu wakae pamoja ni uvumilivu tu. Yeah. Hebu fikiria watu wameoana mkomao A na mkomao B. Wamekomaa wote. Halafu wanapoishi pamoja bila uvumilivu hawezi kwenda. Kwa sababu kila mtu amekomaa the maximum. Yeah. Na sasa mabinti wanachelewa kuolewa kwa sababu ya mipango ya masomo na vitu mbalimbali. Wanaingia kwenye ndoa wakiwa wamekomaa na wana vision zao. Wana mipango yao. Wanataka mwanaume wa kuwasaidia kwenye vision zao ambao nature haitaki. Ili mwanamke akae na mwanaume, lazima mwanamke abide kwenye maono ya mume. Vipi kama mwanaume huyo hana maono? Ndio ninachosema. Kama una maono na ukaokota mwanamke mwenye maono, ndoa inavunjika. Maana yake mwanamke mwenye maono hatakiwi kupata mume. Unapotafuta mwenza wewe, usioe wewe, yaoe maono yako. Ili aje mtu atakaye push kwenye kilo agenda uliyoibeba, ndoa haivunjiki. Unaweka position gani wanawake wenye maono? Sikiliza nikwambie. Kama ana maono, atafute mtu mwenye vision kubwa kuliko yeye. Okay. Adumbukie mle ndani. Akiwa yeye ndio yuko juu, hiyo ndoa haikai. Kwa sababu tafsiri yake kwa mume wake itakuwa sio. Okay. Itakuwa sio. Na kwa mentality ya kikwetu ya Afrika ya mfumo dume, huta survive na mwanaume. Ndio maana mabinti wengi unavyosikia mama kuolewa nini, wamechoka. Hawajui tatizo. Tatizo ni kwamba wameingia kwenye ndoa na vision zao. Okay. Sasa unapopeleka vision yako kwa mume wako, lazima hiyo ndoa haiwezi kwenda, haiwezi. Alafu kitu cha pili, power ya elimu, power ya fedha, madaraka na imani. Ukikuta mwanamke amemiliki vizuri kimoja wapo ya hivi, huwezi kaa naye. Otherwise, awe ni mtu ane discipline ya imani kupitiliza. Haishi yeye, inaishi imani aliyokuwa nayo. Unajua nimekuelewa sana issue ya future mwanaume kwa sababu kuna mtu mmoja aliniambia mwanaume sisi tunajali sana past ya mwanamke, historia ya mwanamke. Na mwanamke anajali sana future ya mwanaume. Kwa hiyo kuwa makini sana na unavyomuelezea mke wako au girlfriend wako kuhusu future yako kwa sababu wenyewe ndio wanakupima. So future ni jukumu la mwanaume. That's it. Ndio maana mwanamke yeyote anayejitambua anapotaka kuolewa anaangalia future ya huyo mtu. Sisi tunaangalia umetoka wapi, historia yako. Ndio. Sasa kisha jua future yako nani sahihi. Kwa hiyo haya mambo ya malezi yanapolegea. Okay, unaweza okay. Sawa. So you good? Yeah. Okay. Nilikuwa naona kama unataka kupoza ko. Ni sahihi, ni shida kidogo kikohozi. Okay. Nilipanda pikipiki sehemu ndefu vijijini. Sure. Na unatoa huduma vijijini. Aya. Umezunguka Shinyanga sana. Sana. Paka Mwanza hadi Chato. Yaani nimerudi hapa nimepiga safari mikoa 3. Nashukuru sana kwa elimu unaitoka sababu. Kwa hiyo hali tulionayo. Yeah. Okay. Kwa hiyo sasa unakuta malezi na teknolojia vinapeleka tunatufanya tuishie mahali hapo ambapo tuna watu wasio na uvumilivu. Na si kwamba wametaka. Kwanza mtu ameingia kwenye ndoa akiwa mkubwa miaka 30 na kitu. Halafu weka hapo hana uvumilivu. Hiyo ndoa itaenda wapi? Kuzaa watazaa kwa sababu ni natural. Haihitaji akili zao. Sasa wanapozaa na wako na hali hii ndio wanaongeza confusion. Hawawezi kwenda popote. La sivyo wawe ni watu ambao wamejitoa sacrifice kwenye maisha ya imani kwamba basi lakini bila hivyo hapana. Alafu weka hapo juu. Sasa ngoja nikwambie kitu kifanyie uchunguzi. Unajua ni kwa nini watoto wa kike wanazidi kuongezeka duniani? Maisha waje jiuliza swali. Interesting. Wanawake ni wengi. Yeah, kuliko sio muda watakuwa mara mbili yetu. Yeah, mimi nimejua labda ni sababu za kibiolojia kwamba wai yao ni rahisi kupatikana kuliko hizo ni sawa. Mbona zamani haikuwa rate kubwa namna hiyo? Ina maana wai za zamani hazikufanya kazi. Okay, tufikirisha? No, ni kwamba ninavyojua mimi Cosmas. Mwanamke akiwa na umri mkubwa, nafasi ya kuzaa mtoto wa kiume ni ndogo sana. Okay. Fuatilia hichi kitu. Pima kwenye familia yenu. Mama zetu waliolewa na miaka 18 10 ngapi? Walifuruliza watoto wa kiume mwanzoni. Akikomaa ndo anaanza kuzaa wanawake. Fuatilia hizo familia za zamani.
yani fuatilia, sio kama naongea uongo. Okay. Na nielewa ni fact. Okay. Kadri mwanamke anavyochelewa kuzaa ndivyo anavyopunguza uwezekano wa kuzaa watoto wa kiume. Oh yeah. Wewe pima kwenye familia yenu. Mimi siongei mama yako kama alizaa na miaka 18, 20 ngapi hapo. Alianza wanaume, sio 100%, asilimia zaidi ya 80. Okay. Hii inatuambia nini? Ni kwamba kama hali ni hiyo. Kwa maendeleo haya ya dunia, wanawake wanachelewa kuolewa kwa sababu ya elimu. Wanataka waingie kwenye ndoa wakiwa na power mojawapo, aidha madaraka, ama elimu, ama fedha. Aingie kwenye ndoa akiwa amemiliki kimojawapo ya hivyo. Kwa hiyo wanachelewa kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo watoto wa kike wataendelea kuzaliwa mara mbili. Okay. Dunia itajaa wanawake kuliko unavyofikiria, nakwambia. Lakini maamuzi ya ndoa ni maamuzi ya mwanaume. Kwa ninachosema sasa sisi labda ndo watu wao. Wanawake wanatafutwa ila wengi wanagoma mpaka amalize malengo yake. Okay. Sina nielewa. Sasa hawajui kwamba kaji wanavyochelewa kuna kitu kitamisi. Na ndivyo watakavyoshindwa hata kukaa kwenye hizo ndoa zenyewe. Brother Cosmas, huwa napenda kusema hiki kitu kwamba ni rahisi sana kutatua matatizo ya kiutawala kwa kutumia jamii kuliko kutatua matatizo ya kijamii kwa kutumia utawala. Ndio. Na nilikuwa naongea na brother Chua, tutamsikia baadaye hapa, akawa anasema kuna kama upuuziaji ambao upo hivi kwenye hizi taasisi ambazo zinakaa kwenye upande wa malezi. Dio. Kwenye nchi. Na hata vipindi kama hivi inakuwa ni vichache sana kuhusiana na malezi, na watu wanachukulia kama kuna maajabu yanaweza kaenda kutokea pale mtu akiwa amefikia level kubwa ile, labda ni waziri tayari na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tutakuja kujadili baadaye hapa na tutamsikia brother Chua. Hapa nikwambie kitu kidogo kabla hujatoka. Okay. Dakika chache. Unaelewa dunia tulionayo sasa, hasa jamii zetu nchi maskini. Tunalisha zaidi hisia kuliko ufahamu. Mfano mdogo tu. Vyombo vya habari hivi kama redio na nini. Mara nyingi robo 3 ya siku naongea mipira. Football. Ambayo ni chakula cha hisia. Yeah. Na nielewa? Dopamine ndogo. Tunakuwa na watu wanaolisha hisia. Mtu anaamka asubuhi na TikTok. 100% analisha hisia. Kwa hiyo tuna watu ambao hisia zimeshiba kuliko ufahamu. Ndipo utakaposhangaa ni binadamu wenye matendo yasiyofikirika. Uweza hata kufikiria kama ni binadamu. Ni kwa sababu muda mwingi wanalisha hisia. Ndio matukio tunayasikia. Ndio hicho sasa. Tunalisha hisia kuliko ambavyo tunatakiwa kulisha ufahamu. Entertainment zote kwenye simu za wapi, michezo tu nini, ni hisia mtupu. Sasa hebu niambie ni watu wangapi kwa mfano wanaongea mpira asubuhi, mchana mpaka usiku. Wakitoka hapo umbea. Sasa huyo mtu anaishi siku nzima, hajalisha ufahamu wake na chochote. Ni burudani, ni hisia tu. Anaingia sasa kwenye ndoa, kwenye critic, kwenye challenge. Ataishije huyo? Reality is kama hatuna mtu anayeona hicho kisionekana, hatutafanya kinachowezekana. Kwa sababu lazima kuwe na mtu anayeona ili kusaidia jamii. Sasa jamii zetu bahati mbaya zinasubiri matokeo ndio zireact. Lazima tuwe tuna watu wanaoona kwamba aenda kwenye dumbukia shimoni. Tutakuwa na jamii ya watu waliolisha hisia tu, hawana ufahamu. Hawawezi kutumia ufahamu wao vizuri kwa sababu hisia ziko juu. Anaguswa kitu kidogo tu, anainua hasira ya ajabu. Ndio maana hata mijadala hata ya siasa na sehemu nyingine watu wanavyojadili unaona huyu mbona too much emotions. Ndio nakwambia ana hisia zaidi ya ufahamu. Na hivi vitu sio automatic, inategemea na watu wanaishije, wanasikiliza nini. Na mtu wa aina hiyo maana yake ni mrahisi kummanipulate. Ndio maana yake. Tuwe na watu ambao wanalisha ufahamu, sio hisia. Unaenda makanisani, unaenda wapi, watu wamejaa hisia tu. Kinacholisha hisia ndio wanaona Mungu yupo kwenye hisia hizo. Yaani hata Mungu anamhesabia kwenye feelings. Si unanielewa ninakosema hivyo? Amen. Yeah. Nimekuelewa sana. Yaani mtu yote anayedili na eneo la hisia ndio atakayetajirika kwenye hii dunia. Kwa sababu ndiko watu wengi waliko. Music, nini, entertainment. Ndio hicho kwa sababu dunia imehamia huko. Ndio maana nakwambia kulikuwa na dunia ya mwili, nguvu ya mwili, tukaja kwenye dunia ya intelligence, intellectual, tunahamia kwenye ulimwengu wa hisia. Ambako hata maisha yatashindikana, serikali itashindwa kutawala watu wake, kila kitu kitakwama. Wataishi watu wenye tabia za wanyama kwa sababu wamejaza kwenye hisia kuliko ufahamu. Okay, kuna theory moja kwamba labda hii dunia inabidi iharibike siku moja
ili siku moja itengenezeke. Yani tulipofikia kuna uharibifu mkubwa inabidi utokee wa kijamii au wherever ili tuanze upya, labda ndio tunaweza tukatibu haya tulionayo. Ndio hiyo inaweza tutakuja kujadili zaidi. Asante kwa kila ambao unaifuatilia Madini.com, show yako ya taarifa na maarifa.